Thank you, Holy Ghost of God. Thank you, Jesus. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baba, nimekuja kushukuru. Umefanya mengi, Baba, nipokee Baba. Nikulipa nini kwa yote umefanya Baba yangu? Nikulipa nini kwa yote umetenda Baba? Baraka. Hey, hey. Come on.
Na tuianze ibada yetu kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ameni. Tangazo la ndoa. Natangaza habari ya ndoa ya Ezekieli Kayuni wa Itumba na Hilda Mchuma wa Kinondoni. Pakiwa na mtu kwenu ajuaye sababu au kizuizi cha haki watu hawa wawili wasiunganishwe katika ndoa takatifu, imempasa kusema, hii ni mara ya kwanza kuwauliza haya. Na Hilda Mchuma wa Kinondoni. Pakiwa na mtu kwenu ajuaye sababu au kizuizi cha haki watu hawa wawili wasiunganishwe katika ndoa takatifu, ni mara ya pili kuwauliza haya. Kayuni wa Itumba na Hilda Mchuma wa Kinondoni. Pakiwa na mtu kwenu ajuaye sababu au kizuizi cha haki watu hawa wawili wasiunganishwe katika ndoa takatifu, kwaya kuu ya ushirika. Kwaya kuu ya ushirika, karibu msifu Mungu na wimbo wenu. Bwana Mungu, utusaidia katika mambo yetu yote kwa neema yako njema. Utubariki kwa msaada wako. Tulitukuze jina lako katika matendo yetu yote, tukiyaanza, tukiyafanya, tukiyamaliza, na mwisho tupate uzima wa milele kwa ajili ya rehema yako. Ameni. Nataka kuungana pamoja katika ndoa ya Kikristo iliyo takatifu na yenye heshima, kwani imeagizwa na Mungu mwenyewe na imechaguliwa kuonyesha mfano wa siri ya ushirika wa Kristo na kanisa lake. Bwana wetu Yesu Kristo ameiheshimu ndoa alipokwenda Galilaya na kufanya ishara yake kule. Imeandikwa katika maandiko ya kwamba yatupasa kuiheshimu sana ndoa hii iliyoagizwa na kuamriwa na Mungu. Kwa sababu hii si haki mtu mwingine yeyote kuingilia bila hofu, wala si haki kwa mtu yeyote kuidharau, lakini yawapasa wote kwanza kufikiri kwa taratibu juu ya yote yaliyoandikwa kuhusu asili yake na namna yake. Ndio washirikiane na kusaidiana na kutulizana katika siku njema na katika siku nzito, na kwa sababu ya kwamba watoto walelewe vyema kumcha na kumpendeza Bwana Mungu, jina lake litukuzwe
Niombe. Wageni kwenye ushirika wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa, leo ni siku ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Asante baba mchungaji. Wageni wote karibuni. Karibu kwenye ibada hii ya furaha. Karibu sana, lakini kwa nafasi hii naomba nimkaribishe mwenyekiti wetu wa mtaa aweze kumkaribisha katibu ili aweze karibuni sana. Nasema Dar es Salaam au unasema? Yuko Dar es Salaam kwa ajili ya huduma ya uinjilisti. Ameni. Anatambua uwepo wa wageni wote mahali hapa. Haleluya. Na angependa kuungana nasi, lakini kwa sababu ya huduma ilitangulia kabla ya hii, anawasema hongereni sana maharusi. Mchungaji Yona Mwambeta. Bwana Yesu asifiwe. Ninayesema naitwa mchungaji Esther anasoma. Tunashukuru kwa ajili ya yote. Lakini sihudhurii mara nyingi harusi, lakini ngoja nihudhurie kwa sababu ana sifa za pekee. Nafurahi kuona mwanangu, mke wangu, mwanangu roho, mjukuu wangu mimi na mwenzako, ili anachukua sana kupokea. Asante kwa ajili ya wote mlioko leo. Mwenzangu kipekee nivae. Hongera sana mjukuu wangu. Kwa jina la Mjilisi Omuyaba, mama mchungaji Eni Mwandeni. Asante. Marehemu. Asante.
tena tunapokwenda kusikia neno la Mungu, na tuombe. Asante Baba yetu mwema, watoto wako tunakutukuza na kuinua wewe peke yako kwa ajili ya siku hii ya pekee, kwa ajili ya vijana wetu hawa Hezekia pamoja na Delila. Asante kwa siku hii uliitenga kwa ajili ya ili kwamba sisi wazazi na kanisa lako tuweze kufurahi pamoja wanapounganishwa katika ndoa iliyo takatifu. Tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako. Hata katika ibada hii Mungu, tunakuhitaji sana utushukewe pamoja nasi. Ni wakati wa kwenda kusikia ujumbe wako kwa Kristo Yesu mwanao na aliye Bwana wetu. Amen. Amen. Tutasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2. Tutaanzia mstari wa 18 itaishia wa 24. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 itaishia wa 24. Mahali hapo neno la Mungu lasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina aliyokiita Adamu ikawa ndio jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akafanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Amen. Maneno haya ni maneno ambayo kwetu si mageni katika masikio yetu. Tumeyasikia, tumeyasoma, tumeyatafakari, na wengine hata tumehubiri na kufundisha. Ni habari za tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu alipokuwa akiumba viumbe vyake katika ulimwengu huu. Tunasoma katika maandiko ya kwamba alianza na viumbe mbalimbali. Akaumba viumbe mbalimbali. Akaagiza kuwepo kwa mimea na wanyama mbalimbali. Na alipokuwa anamalizia uumbaji wake akamuumba mwanadamu. Biblia inasema alipokuwa akiumba mwanadamu, Mungu katika utatu wake akasema tuumbe mtu kwa mfano wake. Mungu katika utatu wake akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Akamuumba Adamu. Alipokuwa amemuumba akamkabidhi kazi kutunza bustani. Mungu akaja kugundua baadaye kwamba uumbaji wake haukukamilika. Akaja kutambua baadaye. Alimwandalia viumbe mbalimbali, wanyama wote, ndege tunaweza kuona, na akawampa Adamu mamlaka ya kuwapa majina au wanyama na ndege na viumbe vingine. Lakini baadaye akatambua kwamba uumbaji haujakamilika. Kwa nini? Kwa sababu Adamu hakuwa naye yule aliyefanana naye. Kwa hiyo Mungu akatambua kwamba uumbaji haujakamilika. Uumbaji wa ulimwengu ulikuja kukamilika baada ya mama kuumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mwanamke kuumbwa ndipo ulimwengu uumbaji ambao Mungu alikuwa amekusudia kukamilika, kwa sababu ya mwanamke aliyeumbwa. Mungu alimuona Adamu katika upweke, kwa kwamba hakuna aliyefanana naye. Pamoja na rangi mbalimbali za wanyama na mimea na ndege, lakini alimuona Adamu ni mpweke. Akamuumba Hawa, akamletea Adamu. Adamu akafurahia kuona kwamba aliye mbele yake anafanana naye.
Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu asifiwe. Ndoa ni mpango wa Mungu. Ni utaratibu ambao Mungu aliweka. Ndoa inampa Mungu utukufu. Ndoa inamletea Mungu aliyetumba heshima. Ndoa ni mpango wa Mungu. Lakini ndugu zangu, ndoa ikiwa ni mpango wa Mungu, tunaweza tukaona wakati fulani kwamba utafikiri si kweli. Kwa nini? Kwa sababu ya yale yanayotokea kwenye ndoa. Kwamba lile ambalo Mungu alikuwa amelikusudia jambo jema, akabariki na kubariki. Ndoa nyingi sasa mambo yamebadilika. Na Mungu anashangaa. Imekuwaje tena hivi? Na Mungu anashangaa. Na wakati fulani anashangaa anapoanza kumtafakari mwanaume kwenye ndoa ile kwamba ni huyu aliyesema nimekuona ni wewe tu Tanzania nzima, hakuna mwingine. Nimepata nafasi, nimeenda hata na Konde huko sijaona. Nimeenda na Chitipa sijaona mwanamke wa kumuoa, ni wewe tu. Una shingo ndefu sijui kama nini. Macho yako yanapendeza zaidi ya goroli. Unapotembea sijui unalinga kama nani. Silali usingizi kwa ajili yako, hata wapike pilau siri mpaka nikuone, hata waniletee soda sinywi mpaka nikuone. Nashindwa kupata usingizi kwa ajili yako. Furaha yangu ni pale unapokuwa pamoja nami. Mungu anashangaa. Yote haya aliyosema mwanaume akamwandikia na kwenye message hayapo. Mungu anashangaa. Ni huyu babu wangu. Mama anamsifia mume wake. Mambo yamebadilika. Hayapo uchungu kwenye ndoa. Hata wanaume wamebadilisha mitindo ya kurudi nyumbani. Anatakiwa afika saa 12 baada ya kutoka kazini, anaingia saa 4 usiku. Tena anaingia kama mwizi nyumbani kwake. Kwa nini? Shida iko ndani. Anakaa na soda moja kuanzia saa 12, soda kwenye vibanda vya soda. Saa 12 mpaka saa 4 amekaa na soda. Anakunywa soda masaa 4. Anangoja usiku ingie, mama kalali na watoto aingie kama mwizi nyumbani kwake. Kwa nini? Kuna shida. Kuna shida. Mungu anashangaa. Ndio haya niliyokusudia. Baraka nilizotoa zile kwa Adam na Hawa ziko wapi? Hawa nilisema nendeni nikawabarikia, ziko wapi? Kwa nini wamekengeuka? Hebu ngoja tuone machache yanayoweza kusababisha ndoa zetu zikawa kwenye shida. Bwana asifiwe. Ezekiel hii inaweza kulala tu kupumzika. Haya waruhusu ya kwetu sisi. Siku nyingine na nyingine itakuwa ya kwetu. Sasa kupumzika tu, safari ilikuwa ndefu. Asante Mungu ametufikia siku ya leo. Moja. Kudharau neno la Mungu. Kwenye ndoa yako hutaki kuongozwa na neno la Mungu. Hiyo tu inaweza kwa sababu ndoa yako kuja kwenye tatizo. Hutaki kuongozwa na Biblia. Hutaki kusoma Biblia inasemaje juu ya habari ya ndoa. Mungu amesemaje kwa habari ya ndoa. Hutaki kuongozwa na neno la Mungu. Kwenye maisha yako ya ndoa inaweza ikasababisha ndoa yako kuingia kwenye shida. Umemkataa Mungu. Maana umemkataa Mungu. Hutaki kuongozwa na neno la Mungu. Kwenye ndoa yako Biblia inasema nini? Kwa habari ya ndoa inasema nini? Nikazana tu 50 kwa 50. Kwenye ndoa. Labda kitu kingine. Haipo. 50 kwa 50 waachie wanasiasa. Kwenye ndoa mwanaume kumpenda mke wake kiasi cha kumfia. Hakuna kugawana. Kwenye ndoa mwanaume kumpenda mke wake kama vile Kristo alivyolipenda kanisa lake, akawa tayari kulifia na akalifia. Hakuna msingi. Kwenye wokovu wetu sisi hatukuchangia chochote kwenye wokovu. Kristo alipotuokoa hatukuchangia chochote. Yeye alitupenda mpaka akatufia. Hatukugawana. Hakuna 50-50 sisi kati yetu na Yesu. Hamna. Ndio hilo fundisho linakuja kwenye Biblia. Kwamba mume utampenda mke wako kama Kristo alivyolipenda kanisa hata akalifia. Bwana asifiwe. Ongozwa na neno la Mungu kwenye ndoa yako. Ongozwa na neno la Mungu. Jambo la pili. Kuna watu wameingia kwenye ndoa lakini wanaendeleza tabia za Kimisri. Walizoishi maisha yale. Ameanza maisha ya ndoa anafikiri bado yuko peke yake.
tabia zile bado ziko kwenye ndoa, anaendelea nazo. Ni hatari kwenye ndoa. Kama ulizoea kurudi saa 4 saa 5 kabla hujaoa, ukishaoa ama kuolewa, linda muda. Usimsababishie mwenzako maswali. Uko wapi? Unafanya nini? Na uongo, unaongea na uongo pia. Uko Mpemba, unasema niko hapa njia panda. Ndani ya dakika 5 utafika hapo. Umeongea uongo, tumefika hapa National Housing, gari imepata shida, jamani tunachelewa. Uko Mpemba. Uongo. Kutokuwa mkweli inaweza kwa sababu moja ya kuleta shida kwenye ndoa. Bwana asifiwe. Amen. Na kuna lingine lililoibuka hivi karibuni, na ni hatari hapa na pale. Hapa na pale. Tunaona ni hatari kwenye ndoa. Tunajiunganisha kwenye vyama huko SACCOS huko, mwenzako hajui. Mwenzako hajui. Kwamba umejiunganisha kwenye SACCOS huko. Unaendelea huko mpaka mwanaume au mama anaamka asubuhi, maandishi makubwa, nyumba imeuzwa. Vyama hivyo navyo ni hatari kwenye ndoa. Weka vizuri mambo yako. Mshirikishe mwenzako. Mshirikishe ajue. Unakopa shilingi ngapi? Kwa ajili ya nini? Ajue. Je, hilo ndio hitaji la sasa? Mwenzako ajue. Asishangae tu wanasema mimi nauza. Asishangae tu unakuta makochi yanasonga inapelekwa nje. Ni hatari kwenye ndoa. Ni hatari kwenye ndoa. Bwana asifiwe. Yaangalieni hayo kwenye maisha yenu. Lakini jambo lingine hili nalo liko uvivu wa kufanya kazi, kuwajibika. Umemwoa mtoto wa watu. Umemwoa mtoto wa watu. Yeye anaanza kuhangaikia wewe kutoka kiatu, aje soksi, atafute suruali yako, atafute na zile nguo zingine, mpaka akununulie suti kila wakati. Wewe ni wajibu wa huyo mwenzako. Hapana, shughulika. Uvivu sio kinapofika jioni mwenzako anaenda kwa majirani, naomba kama kuna mboga imebaki, sina chochote, naomba kwenye kabakuli, sina chochote ndani, anaenda kwa majirani. Hapana, hiyo ni hatari kwenye ndoa. Ni hatari kwenye ndoa. Unamweka mwenzako kwenye mazingira magumu. Unamweka kwenye mazingira magumu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna lingine nimegusia, lakini kwa sababu ya mitandao hii uongo umekuwa mwingi kupitia simu. Hatusemi ukweli. Uko wapi? Unafanya nini? Hatusemi ukweli. Uko mahali fulani, kumwambia mwenzako niko mahali fulani, unataja kwingineko. Uongo ukizidi kwa kudanganya, siku moja utakuwa wazi. Kwamba udanganya siku hiyo, kadanganya na hiyo, kadanganya na hiyo, unampa mwenzako mashaka kwenye maisha yako. Kwamba inawezekana na njia zako unanichepuka. Usiwe mwongo kwenye ndoa, uwe mwazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe kwa vifanye Ezekia, tunakushukuru kama wazazi na kama kanisa, umetuheshimisha na sisi tunakupongeza. Tunaomba kama wazazi wako kaendelea kumpenda huyo mwenzako ambaye Mungu amekupa, ukaendelee kumpenda kama Biblia inavyoagiza. Sio rahisi Ezekia, sio rahisi, lakini nakupongeza, umefanikiwa. Yaani kwani anayeweza kumzidi hili huko kwani ulipotoka huko sijaoni. Umempata aliye sahihi. Mrembo. Umechagua vizuri mwanangu. Umechagua vizuri na ututunya kwa kweli. Tunakupongeza. Bwana, sisi kutoka Mtwara mpaka Tanga kule. Sitakuwa
ni huyu. Na Mungu alimwandaa kwa ajili yako tu Ezekiel. Hongera. Alafu na bahati. Kweli walinyamaza tu wakakuachia mpaka Ezekiel umempata huko. Wewe kijana. Hongera. Ukaendelea kumpenda. Ukaendelea kumpenda. Ni size yako. Hilda. Anakufa. Ukaendelea kumpenda. Usije tukaanza kusikia Ezekiel hukuzi nini? Hukuzi anarudi saa ngapi? Tutashangaa sana kwamba yupo mwingine zaidi ya yule tuliyemwona ambaye amekutwa naye. Hapana, huyu ndio wako wa kufa na kuzikana. Jivunie unapotembea naye jioni huko pwani, unaenda kujivunie umepata chombo. Umepata chombo. Kampende. Kampende. Kamtunze. Kamlinde. Kamtunze. Na Mungu akakubariki. Hilda. Umepata pande la baba. Hongera. Huyo ni handsome, unamwonaje Hilda huyo? Alafu kuna bahati kweli. Wengi walitamani hiyo. Kila mmoja alikuwa anarusha ndoa. Mabinti wenzao wanarusha ndoana. Labda mimi haijawaangukia. Amekupata wewe, na wewe umepata. Ukaendelee kumtii. Ukaendelee kumtii kama mume wako. Ukaendelee kumtii. Siku zote kwa maana kwamba hiki ndicho ambacho Mungu amenipa. Ukampende katika maisha yenu ili ukampende Ezekiel. Alafu hili nikupe siri moja. Huyu aliyeolewa naye huyu miongoni mwa watu wachache waliosoma pamoja na wewe. Alafu jambo lingine kwenye ukoo wao huko kwetu, basi kwa sababu ni miaka hii. Miaka ya nyuma huyu kwenye ukoo wao ilikuwa tu anaagiza lete mbuzi leo na kula hapa. Yaani ukoo wao ni machifu hapa. Sio watu wa kawaida. Yaani unaolewa na machifu wewe. Basi tu kwa sababu Mungu umebadilika. Yaani wewe umeolewa na mtu wa heshima. Ndio. Kwa hiyo jitu lilo kanalo hapa ni jitu kwa kweli. Ni mtu huyo. Pande la zina sifa zote. Ukampende, mwanangu ukampende. Ukampende. Ukamheshimu. Ukamtii kama mume wako. Ndiye ambaye Mungu amekuandalia. Na Mungu akawabariki katika maisha yenu. Siku zote akawa mbele yenu. Katika magumu akae pamoja naye. Akasimama kuwatetea. Katika mema yote akaendelea kuwabarikia. Na sisi kama kanisa na kama wazazi tunatamani tukaendelee kusikia habari njema kwamba wale vijana wetu wanaendelea vizuri. Ndio matamanio yetu. Na mkaendelea kufanikiwa katika maisha yenu. Mungu akaendelea kuwapa kibali siku kwa siku katika maisha yenu. Akaendelea kuwapa kibali. Kila mnaroomba mkaendelea kufanikiwa. Kila mnarotamani kulifanya kwa nia njema na kwa mapenzi yake Mungu mkaendelea kufanikiwa. Siku zote Mungu akawe mbele yenu. Mkazione baraka zenu ambazo Mungu amewaandalia. Toka siku ya leo mpaka yeye mwenyewe atakapokuita kupumzika kwake. Mkaendelea kupendana. Mungu akawabariki. Mkaendelea kanisa. Amen. Ninawakuuliza na kuwaonya ninyi wawili mbele za Bwana Mungu, kama mmoja wenu au ninyi nyote wawili mwaijua sababu itoshayo kuizuia ndoa yenu, semeni sasa. Asante. Wewe bwana harusi, sema maneno haya. Ninatangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kunizuia mimi Ezekiel Joshua Kayuni kumwoa Hilda Joseph Mchuma. Amina.
harusi, sema maneno haya. Ninatangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kunizuia mimi Hilda Joseph Mchuma kuolewa na Ezekiel Joshua Kayuni. Ezekiel Joshua Kayuni, ninakuuliza, unataka kwa moyo wako wote mwanamke huyu awe mke wako? Unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamriwa na Bwana Mungu mwenyewe? Unakubali kumpenda, kumtuliza na kumheshimu na kumwangalia na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima hata kifo kitakapowatenganisha ninyi? Kama ndiyo, ujibu kwamba ndiyo. Haya na yakubali. Ndiyo, haya na yakubali. Hilda Mchuma, ninakuuliza, unataka kwa moyo wako wote mwanamume huyu awe mume wako, na unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamriwa na Bwana Mungu mwenyewe? Unakubali kumpenda na kumheshimu na kumtii na kumwangalia na kumfurahisha na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima hata kifo kitakapowatenganisha ninyi? Kama ndiyo, ujibu kwamba ndiyo. Haya na yakubali. Ndiyo, haya na yakubali. Bila shaka umeandaa pete, kwa hiyo itakuwa ni wakati wa kuvishana. Pete ya kwanza ni bwana harusi kumvisha bibi harusi. Ezekia, pete hii iwe ukumbusho wa ahadi ya ndoa, na pete hii iwe alama kwako na kuwa mwaminifu kwa ndoa yako mpaka kufa. Uipokee na umvishe bibi harusi. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa yako na mimi, kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Asante. Sasa ni wakati wa bibi harusi kumvisha bwana harusi. Hilda, pete hii iwe ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako, na pete hii iwe alama kwako na kuwa mwaminifu kwa ndoa yako mpaka kufa. Uipokee na umvishe bwana harusi. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa yako mimi na wewe, kwa kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Asante. Niombe sasa kanisa tusimame. Kanisa tusimame.
Wapendwa, mmekubali sasa machoni pake Bwana Mungu na mbele ya ushirika huu ya kwamba ndiyo tumaini lenu kuingia katika ndoa takatifu, kwa sababu hii inawaunganisha. Wewe Hezekia Kayuni na wewe Hilda Mchuma, inawaunganisha katika ndoa takatifu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ameni. Pige magoti. Tuombe. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Yesu. Ameni. Aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Ameni. Asante. Tuombe. Bwana Mungu uliyeumba ndoa ya kwanza, tunakuomba uitakase na kuibariki ndoa hii. Ukae rohoni mwao na katika nyumba yao, uwape riziki yao na uzima kadiri wanavyohitaji. Ubariki kazi zao, kimbilio lao liwe kwako. Kama wakikutana na uchungu na taabu, uwape amani ya kweli, wasione mashaka kwa ajili ya upendo wako. Wathibitishe katika neema yako, wasaidiane pamoja kufuata njia yako, na wamalize pamoja haya ambayo imewapa kumaliza hapa duniani. Baadaye wapate kwa rehema yako kurithi uzima wa milele. Amen. Asante. Tatu tu wafurahi, washangilie. Zikipita tatu tu wakae, washangilie pamoja tendo hili ambalo limefanyika mahali hapa. Karibu hivi nyumbani. Karibu hivi nyumbani. Na sasa hatua inayofuata tuwe na chombo cha shukrani. Tuwe na chombo cha shukrani.
Ile kwa Yesu kwa inaitwaje? Tumaini. Ai. Tumaini hamjaimba? Wameimba? Asante. Wakati huo wanapoimba hawa, nawe ni mtindo mzuri. Nyuma yenu geuka. Nyuma yenu geuka, muonyeshe. Amina. Asante mtoto. Asante. Na sasa nitoe nafasi hii kutoka kwa wazazi wa bibi harusi, wazazi wa Hilda. Tunamshukuru Mungu kwa kufika mahali hapa Ileje, tulikuwa hatujawahi kufika. Tukushukuru askofu kwa kutuendeshea ibada ya kuwaunganisha mwili mmoja bibi na bwana harusi huyu. Kiala aje nao. Chala waboshi. Mungu akawabariki mungiapo katika kanisa hili, muwe na juhudi ya kuomba na kusali na kumtukuza aliye juu. Mungu akawape mafanikio mema yenye baraka, na msisahau kumcha yeye kwa sababu yeye ndio kina ya maarifa. Mbarikiwe sana mchungaji pamoja na askofu. Tuwashukuru kwa kuendesha ibada hii, nasi kama familia tunawashukuru. Tuishukuru na familia ya Kajuni kwa kutukaribisha. Mbarikiwe sana, mmetufundisha kabila ya hapa Chala Waboshi. Amina. Asante, tunashukuru. Manake anapoondoka naondoka na msamiati wa Chala Waboshi. Asante, na saha hizo makofi mara 3. Sasa tuwape nafasi yake na Kayuni. Karibu. My name is Emmanuel Kayuni. We thank everyone who has come to celebrate with us. I don't have so many ways to say. Yeye ni Kayuni, na washukuru wote mliofika mahali hapa. Okay. Our son has brought
joy to us, not shame. Mtoto wetu ameleta furaha kwetu. He has showed us to do the right thing. Ametuonyesha namna kufanya mambo yaliyo mema. We thank everybody who has come. Tunamshukuru kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa. We thank the church. Tunalishukuru kanisa. Thank you. Asante. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Baba Askofu kwa kunipa nafasi hii. Nakushukuru sana Baba. Asante mwenyekiti wa jimbo la Mbozi, asante katibu wetu wa wilaya, asante mchungaji wangu wa ushirika, asante wachungaji wote, asante wamama wachungaji, asante wageni wote mliotoka sehemu mbalimbali. Nawashukuru Makaembaza, asante Hilda na Joshua na Ezekieli Joshua, asante wote mliomsindikiza Ezekieli. Ninasema asante. Nina furaha, ninashindwa nianzie wapi na nimalizie wapi. Ni muujiza kwangu, sikutegemea katika maisha yangu. Ezekieli, umeniheshimisha, umeniheshimisha sana mwanangu. Nina jambo moja la kuambia watoto wangu. Hili umekuwa ni binti yangu wa tatu. Nina mabinti wawili, wewe umekuwa wa tatu. Karibu kwenye familia yangu, karibu sana mwanangu. Jambo la kwanza napenda kuambia, maisha yoyote bila Yesu ni bure. Bila Yesu hamwezi kufika, hamwezi kufanikiwa. Kwenye Biblia kuna kila kitu. Kuna mafanikio, kuna utajiri, kuna kila kitu kwenye Biblia. Naomba mkamtegemee Mungu katika maisha yenu. Mipango yenu yote mkaanze na Mungu. Bila kuanza na Mungu hamwezi kufika. Mungu ndio silaha yenu. Mungu ndio kila kitu katika maisha yenu. Ezekieli, usije nikasikia uko kwa balozi, sijui kwa mama, sijui kwa dada. Ninaomba ndani ya nyumba kama kuna tatizo, mwite Yesu. Amen. Mwite Yesu peke yake. Mkamwite Yesu peke yake. Mkimwita Yesu mtafanikiwa. Lakini mkienda sijui kwa balozi, mkaenda sijui kwa jirani, hamtafanikiwa. Biblia inasema hivi, amelaniwa anayemtegemea mwanadamu. Amebarikiwa anayemtegemea nani? Mungu. Mwanadamu hawezi kukusaidia chochote katika maisha yako. Ni Mungu peke yake atakayeweza kuwasaidia katika maisha yenu. Ninawaomba sana msiache Biblia. Biblia ndio silaha, maombi ndio silaha. Vyote hivyo vikawe katika mkasimamie katika maisha yenu. Ninawatakia mwanze na maisha mazuri mkianza na Mungu. Anza na Mungu, mtamaliza na Mungu. Ninawatakia maisha mema. Asante. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Aliandaliwa kwa kazi ya ushereheshaji, bahati mbaya amepata dharura. Nami nivae viatu vyake kwa dakika chache. Samahani pale nitakapokosea. Inuka kwaya mpo. Hey. Mtaimba tunapoenda kufunga ibada. Mje mbele tunapoenda kufunga ibada muimbe. Habari za umejiunga sijui kifurushi gani cha tingo cha nane, sasa muwe na nidhamu. Piga usiku wa manane, sijui kifurushi usiku hawakati sana, muwe na nidhamu. Marafiki zake na Hilda,
muwe na nidhamu. Sasa tuwape muda wapumzike, watafakari safari yao, wametoka wapi, wanakwenda wapi. Kwa hiyo mazoea tuwape muda. Tayari imeshaenea nyinyi. Ai, muimbe. Tunapokwenda kuadhimisha ibada yetu hii ambayo tumeomba mgeni wetu kutoka jimbo la Mbozi, mwenyekiti wa halmashauri kuu, Mchungaji Zoa Uombe pamoja. Tuombe. Baba yetu wa neema, mwaminifu Mungu wa upendo, asante Bwana kwa siku hii iliyo njema sana. Tunaifurahia na kuishangilia kwa ajili ya watumishi wako, watoto wetu Ezekia na Hilda. Tunayaweka maisha yao mikononi mwako, Kristo. Bwana ukawabariki, ukaanza nao mwanzo mwema wa maisha ya ndoa. Kawaepushie yote ambayo Bwana hayatokani na wewe. Kawaondolee majaribu na vikwazo na vishawishi katika maisha yao ya hatua za ndoa. Kaanze nao Bwana katika wema na fadhili zako, na zaidi sana katika rehema zako. Kawaunganishe wazazi wao Makayemba wawe katika hali ya kupendana, kuchukuliana na kuvumiliana katika yote. Kwa maana Bwana wao si malaika, ni wanadamu. Wape kuchukuliana katika hali zote kwa ajili ya watoto wao hawa. Umewaunganisha Bwana katika upendo, wamekuwa familia moja katika wewe Kristo. Tunaomba Bwana wajalie hata mashemeji, hata mawifi wakawe na namna ya kuchukuliana katika upendo. Bwana Yesu, waepushie namna yoyote ya nguvu zozote za hatari. Uchawi na ushirikina hauna mamlaka kwao. Achilia baraka, achilia neema, ukawajalie kupata watoto wa kiume na wa kike, wakapata baraka na neema mbalimbali. Asante Mungu kwa watumishi wako Baba Askofu na wachungaji, ukawabariki pia katika huduma ambayo wameifanya iliyo njema. Huu ni muhuri Mungu ambao hautafutika Bwana mpaka siku ile utakapoita wateule wako. Wabariki wachungaji wanaowaombea, libariki kanisa lako. Mungu jitolee utukufu kwa ajili ya ndoa hii iliyo njema na iliyo takatifu. Tunayakabidhi yote mikononi mwako. Kabariki vyakula, kabariki safari ya kwenda kupiga picha, wakaende na kurudi salama, lakini hata katika safari zao zote za kwenda kila mahali. Sifa na utukufu ni kwako Kristo, kwa jina lako Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Uliye mbinguni,
ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo aliye Bwana wetu, na baraka za Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu siwe nanyi nyote, zikae nanyi daima. Ameni. Asante kwa uvumilivu wenu na asante kwa upendo ambao umeonyesha kwa vijana wetu hao. Mungu akawakumbuke kwa ajili ya muda mliotenga hata mkaweza kushiriki nasi katika ibada hii. Asante wachungaji wote, asante wazee wetu wastaafu, kawabariki sana. Asante mgeni wetu kutoka kule Mbozi, mwenyekiti wa jimbo, zote tunakushukuru kwa upendo wako. Asante wanarungwa wote, Mungu awabariki. Wamesema kama tutendaje, kuna bahasha humo. Hii bahasha sijui wameweka nini, lakini wazazi wako kanisa tutatoka kama tulivyoingia, waliotuongoza wakati tunaingia. Tutatoka kwa mtindo huu kuelekea pale nje. Umenipenda wakati sikustahili,
You are the one I lean on when I am so tired. You are the rescue when I need a hand. You are my rescue when I need your hand. Let me dance for you. Let me sing your glory. Let me say, oh, if it wasn't for your love and mercy, your love and mercy, 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 your mercy, 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 your Lord of mercy, 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 your mercy, 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 your Lord of mercy. Yeah, Papa, way, mercy, you deserve the glory. Yeah, Papa, way, you deserve the glory. On my wedding day, Papa, merci, merci, graduation day, merci, merci, promotion, nous disons merci. Maneno yako matamu nayasikia, mkono wako imara unanishika, nikikuomba Baba huchewi, nikikuita Baba uitika, nikuimbie unisikie, usikie sala yangu toka moyoni. Let me say, oh, if it wasn't for your love and mercy, your love and mercy, 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 your mercy, 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 your Lord of mercy, 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 your mercy, mercy, mercy. Bwana Yesu, tawala ndoa hii. Bwana Yesu, nakabidhi mikononi mwako. Nashukuru Mungu umenipa mwana, nami napokea toka kwa mama. Nashukuru Mungu umenipa chema, nami napokea toka kwa mama. Sijawahi omba mkate ukanipa jiwe, umenitosheleza mimi mpaka yule. Sijawahi omba mkate ukanipa jiwe, umenitosheleza mimi sitemwi mate. Ni wangu huyu, mke wangu mimi, amenipa Bwana. Mungu amenipa wezenu, amenipa Bwana, amenipa wezenu. Ni wangu, mume wangu, mpenzi wangu, Mungu kanipa, anajua kunichukulia, anajua asiyejua kukasirika. Mungu kanipa, hafanani na yoyote. Ni wangu huyu, mke wangu mimi, amenipa Bwana. Mungu amenipa wezenu, amenipa Bwana, amenipa wezenu. Ni wangu, ni wangu, mume wangu, ni wangu, ni wangu, Mungu amenipa, mume wangu, amewazidi wote. Mume wangu huyu, haikuwa rahisi kupata mume huyu, ilikuwa ni ngumu sana kupata mume mzuri. Jamani, Mungu amenikumbuka kupata huyu mume, Mungu amenikumbuka. Nilipiga magoti usiku na mchana nipate mume bora, usiku na mchana. Bwana amejibu maombi yangu, Bwana amejibu maombi yangu. Mwanaume huyu ni mzuri, amewazidi wote jamani. Haleluya. Si kwa tabia, si kwa hekima, si kwa tabia jamani.
kupata mwenzi, hasa usipokuwa naye Mwenyezi. Si unajua ni kazi kupata mwenzi, kama sio mkono wake Mwenyezi. Napokea zawadi toka kwa Bwana, hii ni zawadi yangu ya ujana. Napokea zawadi toka kwa Bwana, hii ni zawadi yangu ya ujana. Hey, ni wangu huyu, mke wangu mimi, nipa Bwana. My God is good, oh. I will praise the Lord. I will sing to Him. My God is good, oh. My God is good, oh. I will praise the Lord. I will sing to Him. My God is good, oh. My God is good, oh. I will praise the Lord. I will sing to Him. My God is good, oh. My God is good, oh. I will praise my King. I will sing to Him. My God is good, oh. My God is good, oh. I will praise the Lord. I will sing to Him. Turn to your neighbor. My God is good, Tell your neighbor. Tell your neighbor. Tell your My neighbor. God is good, oh. Neighbor, I will praise the Lord. I will sing to Him. My God is good, oh. My God is good, oh. I will praise the Lord. I will sing to my God. My God is good, oh. Listen. My God is good, oh. In the morning, in the afternoon, in the evening, oh, my God is good, oh. In the morning, in the afternoon, Sing out. in the evening, oh, my God is good, oh. In the morning, In the morning, in the afternoon. in the afternoon, in the evening, oh, my God is good, I say, my God is good, oh. My God is good, oh. My God is good, oh. I'm a living testimony. My God is good. Sawa kabisa, ndo wanaingia sasa jukwani. Ehe. Jamani, vigelegele wanaposogea sasa. Ehe, na njeremo kubwa. Ehe. Sawa sana, wazamini wako vizuri. Jamaa hayuko mbali, anacheza na mkono wa pete tu. Chako baba, tabasamu hiyo. Napokea uwanja. Mama ndio hayo, waandishi wa habari hawajakaa mbali. Wanasema nini kinaendelea? Wapi Maseni Show? Kazi ya sasa. Hapa pataruki kabisa. Ehe. Yesu wewe. Yesu wewe. Yesu wewe. Jamani, vigelegele bila wimbo. Maseni Show wewe. Yesu wewe. Ehe. Unafikiri umetoka mama mmoja? Sina mwingine ila ni wewe tu. Ehe. Wanapatia uwanja kwanza. Mamusi na wenyewe. Angalia nini mamusi wanafanya. Uzame yenyewe. Unahitaji kubaki. Yeah. Kwenye kazi. Safi sana Maseni Show. Mazawadi muone. Kama kipanga wa Mariko Kayuni. Anataka kwa mwana wa Kayuni. Mwana wa Mariko Kayuni. Mwenye macho anatazama, jione mwenyewe. Sawa kabisa.
Baba yetu Jehova unayeishi na kumiliki milele, tuna kila asante mbele ya uso wako tena kwa jioni ya leo, jioni ambayo Mungu wewe ulipanga kabla sisi ya kuzaliwa. Asante kwa wema wako, asante kwa kututunza, lakini zaidi sana asante Mungu kwa vijana wako walio mbele yetu ambao leo ni siku yao ya kuingia katika ushirika mtakatifu wa ndoa. Jina lako liendelee kubarikiwa wanapoanza ndoa hii. Jina lako liendelee kuwa baraka katikati ya maisha yao yote chini ya jua. Mungu wetu na Baba yetu, tunapoanza sherehe hii, anza nasi ukaendelee nasi. Roho wako Mtakatifu akaendelee kuwa pamoja nasi. Kupitia damu yako Yesu Kristo, sifa na utukufu na kurudisha wewe tukiomba. Amen. Amen. Sasa naomba nitangaze hivi kwamba natamani tutoe zawadi. Natamani tutoe zawadi, lakini pia mwenye salamu mbalimbali atakuwa anasalimia. Nianze kabisa. Naomba sasa pia watafuata, baada ya kikundi cha kina Kayuni, watafuata wake za kina wachungaji. Studio tupeleke waje hao. Anaanza mzee Msomba na familia yake pia. Wapi mama? Wapi mama?
familia kina Kayinga Moga toka Isongole tumeamua kumtunza mama mzazi wa mwanaume. Jamani, makofi mengi. Studio washa injili ya sasa Isongole. Moja. Haleluya! Mweba yale mwe. Yaani stafu ya Itumba tunaona muujiza. Lakini kuna vitu vya Isani Gurupu. Hawa ndio wazazi wake Ezekiel. Wazazi walipokaa wakatulia, wakasema yeye mtu ametukunyika sana. Bila shaka, hebu wazazi wenzake tufukie mashi. Tunamkabidhi mzazi. Muda wa utambulisho. Kwa mujibu wa sheria ya harusi ataanza my sis, my dear, ataanza sasa. Tusikilize atambulishe wanaomwangukia. Jamani, kabla hajatambulisha nimemwona mchungaji wangu. Karibu mchungaji. Asante sana. Karibu hapo. Nataka nitoe salamu mimi. Asante. DJ yuko hapa? Yuko. DJ, nipe na mimi nicheze kidogo. Amina.
nimeona kwa kweli. Asifiwe. Amen. Asante wapendwa, tunawashukuru kwa heshima mlizofanya. Tunashukuru sana. Amen. Lakini nyinyi ni watoto wa wachungaji. Mnaelewa neno la mwanakondoo ameshinda? Mnalielewa? Nataka niwajulishe. Sawa. Nataka niwajulishe maana ya mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ya mwanakondoo ameshinda. Wakisema twende kushoto, wewe sema ni ndio. Wakisema twende kulia, wewe ni ndio. Baba akisema mimi nina misimamo, mama wewe ni ndio. Baba mama akisema mimi nina misimamo, baba wewe ni ndio. Ndio maana ya mwanakondoo ameshinda. Tunatoa zawadi hii. Mtakumbuka maneno haya niliyoyaongea katikati ya ndoa yenu. Amen. Jamani, mwanakondoo ameshinda. Mwanakondoo ameshinda. Unafahamu maana ya ndio? Yaani manake usijukawaga juu ya mume wako, wala na wewe mume usijukawaga juu ya mke wako, yaani mkae rembo. Ndio maana ya mwanakondoo ameshinda. Mwanakondoo ameshinda. Haya sasa wanatoa zawadi zao, seti ya vitambaa vya mwanakondoo ameshinda. Wanakabidhi, mke wa mchungaji anakabidhi, lakini pia ana zawadi ya kumpa mama mchungaji mwenzie. Chukua kifungashio mama cha kuwekea. Wanatakia safari njema na maisha mema. Sakramenti njema. Ni utambulisho. Nilisema wewe. Studio, please excuse me. Univuajezie nguo yangu wewe. Sasa jamani, kwa muda huu ni muda wa utambulisho. Hata tambulisha my dear, my young, my cheupe, my zisi. Ngoja nisije nikakosea kwanza. Nisije nikakosea. Ngoja nimkabidhi atakayempa mic ndio atangaze. Atakabidhi vizuri. Chukua mama. Mwanakondoo ameshinda. Hongereni sana kwa kuja na tunashukuru sana kwa wewe. Ngoja uongezee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawashukuru sana kwa kuja na nafurahia sana uwepo wenu. Amen. Na mimi nitumie nafasi hii kuanza utambulisho wangu kama ifuatavyo. Nianze kwanza kumtambulisha mke wangu kipenzi. Ndio. Nyonga Mkaliaini. Asali wangu wa moyo. Naitwa Hilda Joseph Mchuma. Asante sana. Mama yangu mzazi naitwa Ana John Moga Kayuni. Lakini tatu, napenda kuwatambulisha baba zangu wakiongozwa na baba yangu kutoka kule Zambia. Kwa sababu yeye haongei Kiswahili, nitaomba nitumie Kindali kidogo ili niweze kumtambulisha. I would like to introduce my father from Zambia. His name is Manuel Kayuni. I would, niyo lazima kutumia kidogo Kindali. Lakini pia na baba zangu akina Kayuni popote pale walipo. Shangazi zangu pote pale mlipo. Zangu wadogo. Baba zangu wadogo. Napenda kuwatambulisha bibi zangu.
kuwatambulisha babu zangu kama wapo. Awasekuru. Babu zangu kote mlipo. Babu, punga mkono pale mlipo akina babu. Akina babu Wamekaa kule. Wamekaa nyuma kule. wadogo zangu wote popote pale walipo. Wadogo zangu wote popote pale walipo. Wadogo zake na harusi, mkono pale mlipo. Napenda kuwaleta pia watoto wa dada zangu. Naomba wadhamini wangu wataniwia radhi nisahau kuwatambulisha. Naomba niwalete kwenu wadhamini wangu. Amen. Asante wadhamini, kazi yenu njema. Mnagenda sana kufa kumgani? Amen. Mbona ameshinda? Tumfuate. Napenda kumtambulisha mume wangu mpenzi. Amen. Ezekiel Joshua Kayuni. Amen. Asante. Ndio huyo hapa pembeni yangu. Ongera mama, uchagiti choko. Pili, napenda kumtambulisha baba yangu. Mama, naomba usimame. Amen. Asante mzaa chema. Asante kuzaa chema. Bila kumsahau mama yangu kwa kiroho. Amenilea toka nikiwa mdogo mpaka hapa sasa. Kisha mashangazi zangu. Jamani amejana kwa ajili ya hili mko vizuri, mmetambulisha vizuri sana. Kiara Wasayege, nimeongea Kiingereza hicho. Baada ya kusema haya, nitaendelea na utaratibu wa zawadi, maana watu wengi wananivuta shati huku. We, sisi bado. Nashukuru sana. Nianze na mtaa wa Isani, lakini pia wote nio itatoka mwanzo. Wewe niletee daftari hiyo. Watu wa Isani hao, wako na mzee wao wa kanisa. Wanaingia kwa kishindo kabisa, wamebeba maisha yao kubwa. Mama zake wa Mapogoro. Mchungaji Kibona Jabanda aje. Studio kamati hapo. Nina neno jipya. Na wengine wengi wanaingia. Vigelegele vinapigwa na nderemo na shangwe. Ni kuashiria kwamba mtoto wa Joshua Kayuni kwa jina la Yesu. Asante sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ezekia ni mjukuu lakini ni mwalimu wake. Sawa. Ni mjukuu wangu. Nimekuja nikusalimie, nitakusalimia hata ukumbini. Sawa. Hicho ndio nilikuwa nataka. Pokea salamu hiyo. Ubarikiwe baba. Kwa hiyo 15 makofi kwake. Salimia na kusalimia. Studio peleka hapo. Haya, nyie mnaingia kama swasi kule. Kabisa.
tofauti kabisa. Na mimi naishangaa ameshika mkononi. Sasa hii bahasha haiendi hivi hivi. Naomba anyitike Chisunga nikuombe uje mbele hapo. Kina mama Buswesi ni ya tofauti sana. Sasa hebu iangalie kwanza, ishike kwanza. Unaiona inapendeza ipendeze? Hebu sasa studio kwanza. Bahasha madukani wanauza 200, lakini ukitupa 10,000 ya kuwekea bahasha sio mbaya. Bahasha 10,000 ya kuwekea bahasha. 10,000 tu ya kuwekea bahasha hii. Shika mama, wakupe bahasha mpya. Ya 10,000 mimi hapa. Jamani, hela za kununulia bahasha hii hapa ya Buswesi 10,000 hapa. Jamani, bila shaka kabisa bila kwanza kabla hajafika ametabasamu na amenipa 5. Sasa kaka, 5 yangu ukiongeza 5 inakuwa 10,000. Ukinipa 10,000 tu kwa ajili ya ndugu zangu wakanunue sukari kesha, afu hapa pachangamuke, itapendeza sana. Maana sio tuliovaa bwana, sio ya chini. Lete muziki. Lete muziki kwanza wewe. Lete muziki kwanza. Tuzame, lete muziki watu waende kutoa zawadi. Yesu asifiwe. Amen. Mwanakondoo ameshinda. Tumfuate. Kwa kweli niseme mimi binafsi nina furaha sana. Kabisa. Lakini hii furaha ya leo ina misingi yake. Sawa. Sikuja hapa bure, ndio. Sikutoa gari bure. Sawa. Mchungaji Kayuni alikuwa anamuita mke wangu dada. Mimi huo dada sijui ulikuwa unatoka wapi. Lakini mimi nilikuwa naitwa shemeji. Shemeji. Jamani makofi mengi. Shemeji yangu. Kwa nini shughuli ya mtoto wake isinihusu kindakindaki? Inakuhusu. Kwa hiyo inanihusu. Kwa hiyo furaha nilio nayo inakaribia na furaha nilio nayo mamake. Kwa hiyo mimi niseme kwamba nawapongeza watoto wetu
kwa kufikia hatua hii. Ndio. Bwana Ezekiel, kwa kweli kitu ulichokifanya yani umetuinua. Ndio. Kina Kayuni na kina Msangi pia. Bahati mbaya kama ni mkoa nilishapewa ukota yeye. Ndio Radwell alishanidaka siku nyingi. Anasema mimi ni mwambashi. Siwezi kusema tena leo niwe Kayuni. Lakini wote sisi ni ndugu. Kwa hiyo niwatakie maisha mazuri ya ndoa. Ndoa ni furaha. Anayekwambia karibu kwenye matatizo, huyo muongo. Matatizo utayatafuta we mwenyewe. Tuishi kwa amani, Mungu yupo, tuendelee kumheshimu Mwenyezi Mungu. Asante. Kayuni pamoja na wananchi wote kwa ujumla, mimi kama mwenyekiti wa kamati ya wazazi nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu pamoja na jamii yote kwa ujumla. Nadhani tunamshukuru Mungu, mambo yameenda vizuri. Kezi wako hapa. Tupunge mikono kamati. Sikiliza kwanza. Jamani, baada ya kusema haya, ni washukuru wote kamati ya wazazi kwa ajili ya zawadi yenu kubwa. Tumekula, tumeshiba, mmetuletea mihela 10,000. Tunashukuru sana. Maisha yatasonga mbele kuanzia kesho. Tutakosa sukari na mandazi na chapati zitakuwepo. Hatuli batata kesho, hakuna. Ni chapati na nani. Basi baada ya kusema haya, ni washukuru wote ambao tumejumuika kwenye harusi hii. Mungu awabariki sana. Studio kamatia kidogo. Baada ya kusema hayo, ni washukuru pia mzazi na bibi harusi na bwana harusi kwa kuheshimisha jamii pia. Ni heshima sana, mmemheshimu. Shukuru Mungu. Tulia hapo ulipo. Hata kama kanisani kwenda ufumage macho, fumba macho, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu aliye hai, tumeziona fadhili zako Mungu, naye tufadhili wanadamu. Asante kwa mkono wako na neema yako, Mungu, kwa ajili ya harusi ya leo ambayo vijana wetu Ezekiel na mke wake wamefunga kwa mwili mmoja. Asante kwa wote Mungu ambao wametoa zawadi kwa ajili yao pia na kwa ajili ya mzazi. Sadaka hii Mungu ipe iseme katikati ya mioyo ya watu. Pale walipochota Bwana, ukawajadilize Mungu, hata ukazidisha na upendo pia hata kwa wengine. Katika jina la Yesu aliye hai, endelea kushusha baraka na neema kwa ajili ya ndoa yao wanapoanza maisha na kusonga mbele. Bwana Yesu uwe pamoja nao. Ni muda mwisho tumefika Yesu. Tunatawanyika, tunahitimisha kwa ajili ya kwenda ukumbini. Ninaomba neema yake katawale hata ukumbini pia. Roho ya giza ipitayo kwa siri ukumbini ikashindwe. Roho ya uchawi ikashindwe. Bali Yesu ukatawale hata ukumbini. Uliyetawala hapa ukatawale na kule. Yesu, ninakuinua peke yako, utukufu kakujie wewe. Mungu mkuu, tendaye maajabu. Asante Bwana wa baraka. Bariki vijana hawa. Bariki ndoa yao. Bariki na wazazi. Bariki watu wote. Katika jina la Yesu, utukufu na heshima ni vyako. Mungu niko ambaye niko. Kwa jina la Yesu. Amen. Banja kwa Yesu. Nishukuru nafasi hii kuwashukuru sana kwa kuja kwenu, kwa
kwa kujitoa na kwa moyo wenu wa upendo. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Amen. Nashukuru sana kwa kazi ya DJ. Mungu awabariki. Mungu awalipe. Kwanza jamani, kamati wametuambia soda zipo, kama hujakunywa soda ukanywe pale nyumbani.